Nakumbuka watu walifariki kule Busia, Ukerewe. Yeye akiwa ofisi ya waziri mkuu, ilikuwa unakuta maiti pale na yeye akiwa anashughulika na maafa. Ilikuwa ni kipindi kizito sana. Nakumbuka kipindi kile dadangu nikimwangalia macho yake alikuwa ni mekundu. Alifanya kazi kubwa sana akiwa kama waziri katika ofisi ya waziri mkuu, na mimi kipindi kile nilikuwa kama waziri wa TAMISEMI. Nakumbuka tukio lile nikimkumbuka Kigoma Malima, nikimkumbuka Jenista Mhagama. Mimi nilifika pale kwa tukio la kutisha, lakini unaona kwamba ushupavu katika uongozi. Na kitu kingine pili, nakumbuka ajali ya Morogoro. Lori la mafuta lilipoungua pale, watu wengi walipofariki. Halikadhalika kipindi hicho Jenista alikuwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu. Unaona jinsi gani alikuwa akipambana kipindi kile. Kazi ilikuwa kubwa. Lakini kipindi kingine ni hivi karibuni, nakumbuka maporomoko kule Hanang, watu wengi walipokufa kule baada ya ile landslide ilipotokea katika mlima Hanang. Jenista akiwa waziri katika ofisi ya waziri mkuu, unamwona mama alivyokuwa mchapa kazi. Kipindi chote amekuwa ni mtu ambaye kwa kweli ni msikivu, hambo, hana makuu, lakini mchapa kazi sana. Mimi kwa kweli ni watu ambao tulikuwa tunaitana. Mimi namwita dada mkubwa, anaita kaka. Ndio ilikuwa lugha yetu tunaitana hiyo kipindi chote. Kwa kweli jambo la kusikitisha kwangu mimi ni msiba mzito sana. Niseme msiba mzito sababu ni mtu ambaye nimekaa naye kwa karibu muda wote kipindi chote ambacho tulikuwa hapa bungeni. Mtu ambaye kwa kweli kuondoka kwake pengo lake ni kubwa. Unapopungukiwa na watu wakubwa kama hawa kwenye nchi na mchango mkubwa, na kwa namna ambavyo kifo chake kimetokea kimekuwa na mshtuko mkubwa sana. Kwa sisi vijana tuna mengi ya kujifunza kutoka kwake. Wengi tunatamani kuwa kama Jenista Mhagama. Tutafikaje kule ni kwa kuendelea kumwenzi na kukumbuka yale ambayo ameyafanya. Hususan jinsi ambavyo amekuwa akiwatumikia wanaperamio, lakini zaidi jinsi ambavyo ametumikia serikali kwa moyo, kwa uzalendo, lakini kwa hali kubwa hadi dakika ya mwisho ambapo Jenista alisimama pale ndani akimuelezea Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba jinsi ambavyo amekuwa kwenye mchango mkubwa kwenye nchi. Sisi hasa tuliowahi kufanya kazi naye tumeumia vya kutosha. Tumeumia sana. Kwa hiyo lakini Mungu ndiye anapanga maisha ya mwanadamu yaweje. Lakini ni pole kwa Watanzania kwa kupotelewa na mtu mahiri, mtu aliyekuwa na weledi mkubwa na kiongozi aliyekuwa na ubobevu na ustamilivu mkubwa. Usingeliweza kumuondoa katika wachapakazi ambao walionyesha mfano mzuri wa kuigwa katika viongozi wakubwa kabisa ndani ya serikali. Kwa hiyo Jenista alitufundisha mengi sisi. Lakini tulikabidhiana kijiti baada ya mimi kuteuliwa kuwa waziri mara ya kwanza kabisa mwaka 2022. Wakati huo mimi nikiteuliwa kuwa waziri wa utamaduni, sanaa na michezo, lakini yeye akiteuliwa kuwa waziri ofisi ya rais ofisi ya rais utumishi. Toka kipindi kile nilijifunza mengi kutoka kwake. Lakini hivi karibuni alinikabidhi kijiti kama waziri wa afya. Tuliona mambo makubwa ambayo tayari alikwisha anza kuyafanyia kazi.